DEC TV. Kwa majina naitwa Gomaka Gabriel Monkota, afisa habari wa klabu ya Mbeya City. Tunapenda kumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema, ametujalia afya na uimara na kujalia mipango yetu ambayo tulikuwa tumeipanga tangu mwanzo wa msimu wa kurejea ligi ya soka Tanzania bara bila kucheza playoff. Hiki kimetimia na siku ya Jumapili tutakwenda kucheza mchezo wetu wa kuhitimisha ligi ya championship dhidi ya Green Warriors majira ya saa 10 kamili za jioni. Mchezo huu kutakuwa hakuna kiingilio kwa sababu mstahiki meya wa halmashauri ya jiji la Mbeya Mheshimiwa Dal Mohamed Isa ameshalipia ticket. Kwa hiyo siku hiyo ni mashabiki tukuingia uwanjani na kushangilia timu ya Mbeya City na kutoa pongezi ya kile ambacho wamekifanya vijana wetu. Lakini awali yoyote majira saa 6 za mchana tutakuwa tunaanza matembezi ya heshima na pongezi kwa wachezaji wetu, matembezi ambayo yataanzia kwenye viwanja vya stendi ya Kabwe pale kupitia barabara ya Tanzam, tutaingia kwenye barabara ya Meta hospitali kupitia stendi kuu maeneo ya Windini, na kisha tutafanya mwisho matembezi yetu pale kuna uwanja wa Sokoine ambako ndiko mchezo utakao kuchezwa wa kuhitimisha ligi ya championship. Kikubwa kabisa kwenye matembezi haya ya heshima na pongezi kwa wachezaji wetu yanatarajiwa kuongozwa na mkuu wa mkoa wa Mbeya Daktari Juma Zuberi Omera ambaye ataongoza matembezi haya. Sambamba na hayo pia kutakuwa na wageni wa heshima na rasmi vile vile. Atakuwepo Daktari Tulia Ackson ambaye ni mbunge wa jimbo la Mbeya mjini, lakini pia ni mjumbe wa baraza la madiwani kwenye halmashauri ya jiji la Mbeya ambao wamiliki wa timu hii. Sambamba na hilo atakuwepo mlezi wa timu ya Mbeya City Mheshimiwa Dal Mohamed Isa. Huyu ni mstahiki meya wa halmashauri ya jiji la Mbeya ambaye pia amelipia viingilio kwenye mchezo huo dhidi ya Green Warriors. Kwa hiyo niwaalike kwa pamoja, tukutane kwa pamoja kuanzia pale kwenye viwanja vya stendi ya mabasi. Tambua kwamba tumeishi kwenye championship kwa misimu miwili. Msimu wa kwanza tulishindwa kurejea ligi ya soka Tanzania bara, lakini msimu wa pili tukaketi na kujipanga na kujiuliza nini hasa ambacho kilitukwamisha. Baada ya kubaini tukaja na kauli mbiu yetu kwamba huku sio kwetu, tunaitaka ligi ya soka Tanzania bara. Haya yakatimia na tumerejea ligi ya soka Tanzania bara. Kwa hiyo nawahanikiza tu mashabiki wa mpira wa miguu na michezo mingine ambao pia wanaipenda Mbeya City kwenye mkoa wa Mbeya, nyanda za juu kusini na nje ya nyanda hizi, nikimaanisha Tanzania na nje ya Tanzania. Jumapili tunafanya matembezi ya pongezi. Kwa hiyo sote tuungane kwa pamoja, tuipongeze timu yetu, tuwapongeze vijana wetu ambao wametufanyia kazi muhimu kabisa ya kurejesha timu yetu kuna ligi ya soka Tanzania bara. Na kama unavyotambua Mbeya City sio timu ya burudani ya soka tu, inatoa ajira, lakini pia ni moja ya visisimuzi vya uchumi kwenye mkoa huu wa Mbeya. Kama unakumbuka Mbeya City ilivyokuwa ligi kuu, namna ambavyo wafanya biashara, wajasiriamali, nikimaanisha wale ambao wanamiliki nyumba za wageni, lodge pamoja na mahoteli, walikuwa wakipata mzunguko mzuri wa biashara. Lakini pia wauza nafaka, mchere, maharage, mahindi na nafaka kadha wa kadha, walikuwa wakipata mzunguko mzuri wa biashara. Na wauza matunda, parachichi, ndizi na vitu kama hivyo. Wote hawa wauza mitumba, wasafirishaji kwenye medani ya bajaji, bodaboda, daladala, mabasi yaendayo wilayani, lakini ambao pia wanatoka nje ya mkoa, walikuwa wakipata fursa nzuri kwa sababu wengi walikuwa wanakuja kuitazama Mbeya City ikicheza na timu nyingine ama na timu zao ambazo wanakuja nazo. Kwa hiyo unaona kabisa uchumi na mzunguko wa kifedha kwenye mkoa wa Mbeya ulikuwa unakaa vizuri. Baada ya kushuka kulikuwa na doro fulani ilipita hivi. Sasa timu yao imerejea, na amini kabisa wakina mamalishe wote, wauza nafaka wote, tutaungana kwa pamoja kufanya matembezi ya heshima, kuwapa heshima vijana wetu ambao wametuwezesha kurejesha kisisimuzi chetu cha uchumi, lakini pia burudani ya kandanda kwenye mkoa wa Mbeya. Mimi nimefunga safari kutoka Mwanza mpaka jijini Mbeya kuja kuangalia hiki ambacho mnakifanya. Kitu ambacho nataka kujua, nimekuepo msimu uliopita wakati Pamba Jiji na panda daraja, amsha ikawa kubwa sana. Kiufupi sana tamani unielezee safari ya Mbeya City, kwa sababu ukiangalia ligi wakati inaanza Mbeya City sio timu ambayo ilianza vizuri sana. Kuna timu kama Geita Gold walianza juu sana, lakini taratibu mkawapita na mkabaki pale juu, mkaungana Mtibwa Sugar kupanda daraja moja kwa moja. Msimu wenu, safari yenu ilikuwaje kwa ujumla? Ya safari ilikuwa sio nyepesi, ila ilikuwa safari yenye mipango madhubuti. Unaweza ukaanza kasi lakini ukashindwa kuendana na kasi ambayo inafuata kwenye stage nyingine. Tulikuwa tukicheza wachezaji wetu, na mara baada ya kucheza tukaona nini ambacho tunaweza kukifanya ili kuongeza kasi ambayo itatufanya sisi turejee ligi ya soka Tanzania bara. Likapita dirisha dogo, tukafanya maboresho chini ya Mwalimu Salum Mayanga ambaye alianza nayo timu, tukafanya usajili na tukaboresha kikosi chetu. Maboresho
hayo na mipango ambayo tulikuwa tumeipanga ikawa inaenda vyema kabisa. Hiki ndicho ambacho kimetufanikisha kuja kufika huko. Lakini kikubwa zaidi ni vipande vinne ambavyo vinafanya kitu kiitwe team. Nikimaanisha management, technical bench, players pamoja na fans, yani mashabiki. Hawa wote kwa pamoja, kila mtu alitimiza wajibu wake kadri ambavyo alikuwa akitakiwa kutimiza kile ambacho anatakiwa kukifanya. Kuunganisha utimizwaji wa wajibu kwa pande hizi nne kukapelekea sisi kupata mafanikio haya, kwa sababu unajua Mbeya City ni timu ya watu na timu ambayo inamgusa kila mtu. Tukawa tunapokea maoni na ushauri kutoka maeneo mengine. Kwa hiyo tulikuwa tunafanyia kazi na kuona nini ambacho kinatakiwa tufanye ili tuwe bora zaidi. Hiki ndicho ambacho kimepelekea sisi kuweza kufika hatua hii na kwenda ligi ya soka Tanzania bara. Mechi gani ambayo mmewahi kucheza unasema hautoisahau kutokana na uhitaji wa alama, lakini ugumu wa mchezo wenyewe kwenye hii michezo ambayo mmeshacheza michezo 29 ambayo mmecheza, unasema mpaka sasa hivi hii mechi ndio ambayo imeamua tupande, lakini ugumu wa hii mechi hautokuja kuisahau? Mechi ambayo kiukweli ilikuwa ikitupa fursa nzuri na kuamua sisi tupande ni mechi ya Geita Gold. Yes. Mechi ya Geita Gold tunawaheshimu, wana kikosi kizuri, wana kikosi kipana, wana walimu wazuri, wana wachezaji ambao pia ni wazoefu kwenye ligi zote mbili, kama ligi kuu pamoja na championship. Wana test ya football nzuri kabisa. Hii mechi ilikuwa ngumu na tukapapatuana vilivyo, na tutakwenda kwenye mechi hii ni ujasiri tu. Tulikuwa na watu ambao wana injury, lakini pia kuna watu wengine ambao walikuwa wana kadi za njano ambazo zimefanya washindwe kucheza. Unaona kabisa mechi hii ilikuwa ina papatu ya maana kabisa na ya nguvu. Kwa hiyo Geita Gold, ukiniuliza sasa hivi kwenye msimu huu timu gani ambayo unaiona ilikuwa inasumbua ama imewasumbua kwa namna moja, Geita Gold. Tumewafunga mechi zote mbili nje ndani, lakini huwezi kuacha kuwanyima haki yao ya kuwasifia na kueleza kile ambacho walichokuwa nacho bora katika medani ya kandanda. Hiyo mechi ilichezwa Geita, ushindi mlipata mwishoni kabisa. Umezungumzia hivyo. Natamani pia kuona mechi ambayo mmecheza Mbeya. Sasa unasema hii sasa kwenye uwanja nyumbani, michezo 14 tumecheza. Huu mchezo ulikuwa ni balaa sana. Ulikuwa mechi gani? Mechi na Mtibwa Sukari. Mechi na Mtibwa Sugar ilikuwa mechi tafu, mechi ngumu, na timu ambazo tulikuwa tunakimbizana pale juu. Tukacheza mchezo ule, tukaenda sare bila kufungana, na bahati mbaya zaidi tukakosa mkojo wa penalty dakika za mwisho kabisa. Kwa hiyo unaona kabisa mechi ilikuwa ngumu, haikuwa nyepesi. Mechi hizi mbili ninapozikumbuka zinakuwa zinanikumbusha burudani nzuri kabisa, lakini namna gani ambavyo tulikuwa na ile tension ama msukumo mkubwa kwenye mechi hizi. Mbeya unasema imeshuka timu inapanda timu. Imeshuka Ken Gold msimu huu, lakini Mbeya City imerejea. Wana Mbeya wategemee kitu gani? Wategemee anguko ile shuka panda kama ilivyotokea EF miaka ya nyuma, ikashuka ikapanda ikashuka ikapanda tena? Na nyie mmejipangaje? Kwa sababu naamini moja ya timu ambayo wakati mnapanda mara ya kwanza mlikuwa na kikosi bora sana, mlikuwa na mashabiki wengi sana. Na sasa hivi kidogo naona mashabiki wamekuwa, lakini watu wa Mbeya wanatamani kusikia pia watu wa Mbeya ambao wapo Mbeya, lakini watu wa Mbeya ambao wapo Tanzania kiujumla. Kila mkoa kuna watu wa Mbeya. Unawaambia nini kuelekea msimu wenyewe kumaliza, lakini matarajio ya msimu ujao? Naam, tumeumaliza ama tunaelekea kumaliza msimu huu wa championship tarehe 11 Jumapili hii. Matarajio ni makubwa. Kumbuka kwamba unapozungumzia timu zingine ambazo zina tabia ya kupanda na kushuka ambazo zinaifanya ligi kuu kama kiplayoff hivi, kwetu sisi hii haipo. Ikumbuke Mbeya City ambayo umeizungumza ya 2012-13 yes, ikipanda ligi kuu. Ni Mbeya City ambayo ilijipanga vizuri na ikawa bora na ikafanikiwa kukaa zaidi ya misimu 10 kunako ligi ya soka Tanzania bara. Bahati mbaya tu ikawa imeshuka chini kwa mujibu wa utaratibu, kanuni na sheria za mpira wa miguu, tukashuka chini. Tukajiuliza na tukaona kwamba huku sio kwetu, tunaitaka ligi kuu ya soka Tanzania bara. Tumepambana msimu wa kwanza ikashindikana, msimu wa pili tumerejea ligi ya soka Tanzania bara. Kikubwa nataka kuambia kwamba waitarajie kuiona Mbeya City iliyo bora kabisa, iliyo bora zaidi ya ile iliyopita. Pengine hata wewe unayezungumza nawe pia wakati wa mtazamaji, yes, anaweza akaendelea kuishi na Mbeya City kwenye ligi kuu mpaka yeye akaota mvi kama kijana ama kama mfanyakazi basi akastaafu. Itadumu sana. Na nakwambia tu kwamba msimu huu ukitaka kujua Mbeya City bora na ina test tofauti. Tumecheza mechi mbili na timu kubwa kabisa na ambazo kwenye madaraja, nikimaanisha kwamba Simba ambao walicheza kombe la shirikisho, lakini Azam ambao pia walikuwa wakilishi wa kombe
kombe la shirikisho. Tumecheza na Simba tumefungwa, ila football watu waliiona. Tumecheza na Azam tumeshinda, football watu waliiona. Hii yote inaonyesha kwamba Mbeya City ina testi, ina uwezo kubadilika kama kinyonga. Ina testi ya ligi kuu, ina testi ya championship. Kwa hiyo championship tumepiga, tunakwenda kunako ligi ya soka Tanzania bara, huko ambako tunaamini kabisa tutakaa muda mrefu. Mbeya City safari hii tumemaliza ligi tukiwa ndio timu ambayo imefungwa mechi chache mpaka sasa hivi. Kabla ya mchezo mmoja tumefungwa mechi 2 tu, na hatuamini kwamba tutaje kufungwa tena kwenye mchezo unaofuatia. Hatuwezi, kwa sababu mipango yetu sisi ni kumaliza kwa heshima. Na ndio timu ambayo imefunga magoli mengi kwenye championship kuliko timu yoyote. Kwa hiyo unaona sasa kuanzia hapa imekuwa na ubora, basi tarajia ubora mkubwa na burudani kubwa zaidi kuna ligi ya soka Tanzania bara. Ubingwa tutarajie? Tunapopatuana kuna timu 16 mpaka 18 kwenye ligi zote duniani, mpaka 20 zingine. Na kila timu inahitaji ubingwa. Sisi pia tunautaka ubingwa wa ligi ya soka Tanzania bara. Kama unakumbuka, Mbeya City tulishika nafasi mpaka ya 3. Tukaenda kuwakilisha nchi kucheza michuano ile ya River Nile kule Sudan. Tukatolewa kwenye robo finali na FC Leopard. Sio hii inayoyumba yumba. FC Leopard ile ya kitabe kabisa. Wakatutoa kwenye robo finali. Kwa hiyo unaona kabisa kwamba sisi ni watu ambao tuna kiu sasa ya kuutaka ubingwa wa ligi ya soka Tanzania bara. Hii hatupepesi macho. Itakavyokaa basi tunautaka ubingwa. Nafasi ya kuchukua ubingwa pia championship bado upo. Kwenye mchezo huu wa tarehe 11 ndio mchezo wa mwisho. Kama mkishinda, Mtibwa akipata matokeo mabaya, ina maana mtakuwa machampion. Mnaona hiyo nafasi au mnasema kupanda tu inatosha? Shukrani. Sisi ndio maana tunasema tunataka tumalize kwa heshima. Atakayepepesuka shauri yake. Sisi tutamaliza kwa heshima. Tutampiga mtu kwa kishindo kikubwa siku ya tarehe 11. Kwa hiyo mashabiki waje waone kishindo ambacho kinawaangukia Green Warriors. Mimi bwana nimetia kambi hapa na nitakuwepo hapa mpaka mchezo utakapomalizika, ndipo nitawaza kurejea jijini Mwanza. Hiyo nilikuwa na afisa habari. Neno lako la mwisho kuambia Tanzania? Wa Tanzania, Mbeya City timu yao inarudi, Purple Nation. Imerudi. We are back. We are back kwenye ligi ya soka Tanzania bara. Tarajieni bora zaidi ya kile kilichopita. Purple Nation ndo hao wamerejea. Mimi naitwa Pide__ kutoka hapa jijini Mbeya. Nitapata nafasi pia kutembea mtaani kuzungumza na wafanya biashara na mashabiki pia wamepokeaje urejeo huu. Baki hapo hapo, kikubwa nitakuletea mambo yote yanayojiri kwenye jiji la Mbeya. Shukrani sana. Asante sana.